The City Church TV with the gospel to the end, revealing Christ to all through the gospel. It is the power of God unto salvation. Listen and live the gospel of Christ. Yeyote ambaye amepokea neno la Mungu amepokea faida ya uzima. Na amepokea kuweza kuwa na ushirika katika maisha yake ya mbeleni. Kwa ufupi ningependa kuelezea moyo wa Mungu kupitia maandiko. Taniwia radhi mahali Kiswahili itaishia tuongeza na Kiingereza. Lakini na furaha kwamba kuna mtafsiri. Bwana asifiwe. Na natumai kwamba anasafiri katika njia iliyo sawa kabisa. Ili kila mmoja hawezi akapokea neno la Mungu kwa njia anayoelewa vizuri zaidi. Jioni ya leo ni jioni ya baraka. Kwani Mungu amekusudia kutuelezea kuhusu moyo wake. Tunafahamu kwamba Mungu alimpenda mwanadamu. Lengo lake kubwa lilikuwa ni kwamba hawezi kuwa na ushirika pamoja na mwanadamu. Ndiposa mara kwa mara tunapokutana kujadili neno la Mungu, tunajihimiza tu namna ya kuweza kuwa na ushirika na Mwenyezi Mungu. Na hakika tunapoingia katika ushirika na Mwenyezi Mungu, na kuna furaha tele pale mbinguni. Wakati huu tunapojadili neno la Mungu, hakika macho yake yameangazia sehemu hii. Na yale yote ambayo umetatizika nayo ndani ya moyo wako, ni kipindi rasmi ya kusongea mbele za Mungu na hilo jambo. Kwani amekuandalia meza. Shiriki kwa pamoja. Jana tulipokea nafasi ya kushiriki neno la Mungu, na tukalitazama kitabu cha Mwanzo. Leo pia tumepokea nafasi ya kushiriki neno la Mungu, na tutatazama kitabu cha Warumi sura ya 3. Warumi sura ya 3 mstari wa 20. Katika lugha ya Kiingereza nitasoma. Katika lugha ya Kiingereza nitasoma. Sura ya 3 mstari wa 20. Therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. Even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe, for there is no difference. Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. Najua muda hautaturuhusu kuweza kujadili mambo haya yote, lakini kuna mambo ambayo ningependa kuelezea kwa utaratibu. Na ninapoendelea kueleza, mimi nitakuomba jambo moja uweze ukanifanyia. Ikiwa hatutamalizia majadiliano yetu ya leo, nina hakika kesho tutamalizia. Na kesho tutamalizia tangia asubuhi. Sijakwambia uweze kuwa mshirika wa City Church, lakini nitakuomba ukuje katika ibada ya kesho peke yake. Njoo usikize neno peke yake kesho, tumalize kile ambacho nimeanza leo hii. Tulianza jana, tumeendelea leo, tutamalizia kesho. Useme tu ulikuja sababu ya mgeni, na ukimaliza mambo ya mgeni unaondoka unaenda. Natumai watu wa mitungu na watu ambao wanapenda wageni. Basi naamini mgeni wa mji huu. Na sasa mgeni anafanya kazi ya kuwakaribisha.
abageni. Sababu hakuna jambo ambalo hangependa muweze mkalikosa. Ndo bora tengenda borwa nebu. So kesho Orojo kwa hatua jokia tagaria. Uje tumalize mambo ambayo tutaanzia leo. Eja torekereria mantoja ngamberia na arwa. Tukimaliza kesho urudi kanisani mwako. Torekereria rojo choka kanisani. Bwana asifiwe sana. Bwana ni akumwe. Haleluya. Bwana ni akumwe. Mwanadamu kwa kawaida hangependa kwamba hawe na uhusiano bora na Mungu. Mungu kewezera na ndata kwadrena ngwata na ranja kana morungu. Hilo ni kusudi la moyo wa mwanadamu. Ndovi mairereria jangoro ya mtu. Kwa kawaida mwanadamu anakusudia kwamba mahali popote pale alipo hawe na uhusiano bora. Ke kawaida ya mtu wande alienda kwadrena ngwata na ranja ka. Ili biashara yako iweze kuendelea vizuri. Na biashara kwenda na mbele boga. Lengo la biashara. Lengo ya biashara. Faida kubwa katika biashara. Na faida njaga ndani ya biashara. Zaidi ya pesa ya juu ambayo utapokea. Mtoroki ambasha siagoro ile kamokera. Ni kufanya uhusiano bora na wanunuzi wako. Iko didi ngwata ne rwanjaga na baraba kogoragera. Ili waende kukununulia kila wakati. Neke na bata na baraba kogorera o. So mwanabiashara bora. Mwanabiashara mweka. Mwanabiashara bora. Mwanabiashara mweka. Yule ambaye ametengeneza uhusiano mwema. Ni ole odonde keda ngwata ne rwanjaga. Customer sio anasemaje kwa Kiswahili na customer wake. Gata kawa na wateja bawe. Yule ambaye amefanya uhusiano bora na customer wake. Ole odide ngwata ne rwanjaga na wateja bawe. Mwanabiashara huyu hana wasiwasi. Mwanabiashara ojo dedere na ruwe wasiwasi. Katika moyo wake hakuna competition. Na ndani ya ngoro ya wego tena kushindana. Sababu amejua uhusiano bora aliotengeneza na wale ambao wananunua kutoka kwake. Nondo nako menyangwata ni rwandi kweli adonde kete katakateka wale baraba mogoragera. Hilo ndio lengo la biashara. Ni lengo la biashara. Nyumba iliyo bora. Nyumba enjaga. Ni nyumba ambaye mzazi amefanya uhusiano bora na wanawe. Nyumba eria moshari adide jangwata ni rwanjaga na anabawe. Haimaanishi kwamba hakuna matatizo. Gota kumaanisha gota na madena. Ingawaje kuna matatizo. Inyake zako na madena. Watakaa chini watajadiliana. Baga karande na bedere bakiara neria. Watatazama mahali ambapo kuna shida na watakosoa. Bara idereria na ejere tena bombe ne kuberekebisha. Na Mungu anatueleza moyo wake kupitia hali mingi za kimaisha ambazo tunapitia. Na Mungu na utwaresera ngoro ya wako korokera ali nyingesha maisha jinato korokera. Hivyo ndivyo Mungu amechukua nafasi ya kuweza kutueleza kuhusu moyo wake. Na Mungu ajokete kanyaga utwaresera ngoro yawe. Na Mungu na Kristo wako na uhusiano bora. Mungu na Kristo bena ngwata na rwajega. Na Kristo na Roho Mtakatifu vile vile wako na uhusiano bora. Na Kristo na kerundwa modaru bena ngwata na rwajega. Na sisi na Mungu hapo mwanzoni kulikuwa na uhusiano uliokuwepo. Na kinyama wote na Mungu kwa na ngwata na royalio. Lakini uhusiano ule ulivunjika. Ne ngwata na royale ratweka. Naye Mungu aligadhabishwa sana maoni mwake. Na Mungu araigwa baba engorone yawe. Alitamani sana uhusiano uliokuwa umeharibika. Na ile redia mono ngwata na royale yale uhusiano ule uweze ukafanywa tena. Ngwata na royale shokanera kaere. Hakuna yule ambaye anaweza kufurahia kukaa mahali ambapo hakuna uhusiano bora. Na uhusiano bora unaletwa na mawasiliano mema. Na kupata njia nzuri ya kuweza kuwasiliana. Moyo unaweza ukatiririka. Na mahali popote ambapo moyo unatiririka, uhusiano lazima iwe dhabiti. Moyo wa Mungu na mwanadamu ulikuwa unatiririka katika shamba la Edeni. Mambo ambayo Mungu alikuwa amekusudia alikuwa anamuelezea mwanadamu. Mipango yake yote alikuwa anamuelezea mwanadamu. Mambo ambayo halikuwa apendi pia akamuelezea mwanadamu. Mambo ambayo alikuwa anamfurahisha pia akamuelezea mwanadamu. Hivyo ndivyo Mungu aliweza kuunda uhusiano bora na mwanadamu pale katika shamba la Edeni. Naye kuna jamaa mmoja ambaye hakupendwa na uhusiano kati ya Mungu na mwanadamu. Akaweza kuingilia kati uhusiano wa Mungu na mwanadamu. Kuna mambo ambayo Mungu alikuwa amemwambia mwanadamu asifanye. Yule akamuongoza mwanadamu katika njia isiyofaa. Mwanadamu akajipata katika nafasi isiyompendeza Mungu.
kwa ufupi tutalipea jina. Na kanya kaudo gakarietwa. Nafasi hiyo tutalipea jina dhambi. Togetaga weya. Wakati uhusiano wa Mungu na mwanadamu ulipovunjika, Egitarera ngotarura muntu na Mungu. giza iliweza kuingia. Mungu ndiye ombera kweja. Mwanadamu alipomwona Mungu akaanza kutoroka. Muntu akona Mungu anameria koishida. Mwanadamu alipomwona Mungu akaanza kujificha. Muntu akona Mungu ameria kuishida na alipoulizwa sababu ya kujificha, na orwage tomia kuishida. Alipoulizwa sababu ya kutoroka, orwage tomia komatoka. naye mwanadamu akapata nafasi ya kumlaumu mwenzake. Muntu arona kanya gakora mumu. Akaanza kusema, ameria nekuga. ni huyu mwanamke uliyenipea. Mwakorojo wa mpere. Bwana asifiwe. Wadhani akumwe. Naye mwanamke alipoulizwa, na dada mwakorojirwe. naye akatafuta mtu wa kulaumu. Na wewe achwa kulaumu. Akasema, auga, ni huyu nyoka. Injokeje. Na nina hakika nyoka angeulizwa, na nengwenda kinyanja kerebe. naye pia angetoa sababu. Inyayo erende chwa. Lakini Mungu hakuuliza nyoka. Enda Mungu atareria nyoka. Bali alianza laana. Ambererie kerubi. Bwana asifiwe sana. Mara kwa mara tunamtafuta mtu wa kulaumu. Egita tochwaga mundu wa kulaumu. Tulizungumzia mambo haya jana. Torareria mandajaje goro. Tunatafuta mtu wa kulaumu. Tochwaga mundu wa kuigera magi. Wakati biashara yako haiendi vizuri, Egitarera biashara gade kalibaka. unatafuta mtu wa kulaumu. Ogashwa mundu wa kwakegi. Ni wazazi wangu hakunipeleka shule vizuri. Ni achari bako batambikiria skuru bwega. Ni watoto wangu wanaharibu pesa yangu. Ni ana bako bakwenyanga besha shiaka. Ni mme wangu yule mlevi. Imokoro wako ole murebi. Ni mke wangu ule ambaye hapendi biashara yangu. Imokoro wako tendaga biashara yako. Ni serikali yetu. Izi serikali yetu. Hatuwezi kosa sababu ya mtu wa kulaumu. Totiaga kulaumu muntu. Na hiyo ni kawaida ya mwanadamu. Najua unemokalie ja mtu. Pasipo kufahamu, atana komenya, kuna jambo la msingi ambalo limeweza kuondolewa. Jambo lile la msingi ni uhusiano umeweza kuvunjika. Uhusiano wa mwanadamu na Mungu ulipovunjika, mambo yalianza kwenda kinyume na mwanadamu. Hakuna jambo ambalo angefanya ambalo lingependeza. Chochote alichokifanya, Mungu alisema ni kama vitambara na jisi. Manake ilikuwa inatoa uvundo. Ilikuwa ni jambo ambalo haliwezi likampendeza Mungu. Ingawaje utafanya namna gani? Kuna wale ambao wanajitolea katika kanisa. Lakini kujitolea kwako pasipokuwa na uhusiano bora na Mungu, mambo yale yote ni bure. Uimbaji kwako ni bure. Sadaka yako ni bure. Kuhubiri kwako ni bure. Sababu la msingi haujaweza kulihimiza. La msingi ni kuwa na ushirika pamoja na Mungu. Hakuna jambo kuu moyoni mwa Mungu pasipokuwa na ushirika pamoja na yeye. Anacholizingatia kama jambo kuu katika maisha yake ni kuweza kuwa na ushirika pamoja na Mungu. Ndiposa leo hii tungependa kuhimizana na kuangalia katika maandiko ni katika namna gani tunaweza tukawa na ushirika pamoja na Mwenyezi Mungu. Ndiposa Mungu akatuelezea katika kitabu cha Warumi sura ya 3. Na tukasoma mstari wa 20. Therefore by the deeds of the Lord there shall no flesh be justified in his sight. Mstari wa 21. But now the righteousness of God without the law. Haki ya Mungu pasipo sheria. Sijui kama nimesema. Haki ya Mungu pasipo sheria is manifested. The Bible is saying that is manifested. The righteousness of God without the law is being manifested.
speaks about two kinds of righteousness. Biblia yarageria wageru maitajaire. The Bible speaks about the righteousness of man and the righteousness of God. Wana wageru wa muntu na wageru wa Mungu. The Bible also explains Na Biblia keresera how you can receive the righteousness of man and how you can receive the righteousness of God. ora umana kwamokera wageru wa muntu na ora wamba kwamokera wageru wa Mungu. Tarudia katika lugha ya Kiswahili. Biblia inaelezea haki ya Mungu na haki ya mwanadamu. Biblia inakuelezea wageru wa muntu na wageru wa Mungu. Na imeelezea kwa utaratibu namna ya kuweza kulipokea haki ya Mungu na kulipokea haki ya mwanadamu. Na ni elezea tena motaratara ora kwamokera wageru wa muntu na ora kwamokera wageru wa Mungu. Maandiko inasema maandiko yakauga kwamba haki ya Mungu tunaipokea pasipo torati. Wageru wa Mungu tobwa mokagera gotana ruazo. Haki ya Mungu tunaipokea pasipo sheria. Wageru wa Mungu tobwa mokagera gotana ruazo. Haki ya Mungu kwa ufupi wageru wa Mungu tunaipokea tobwa mokagera pasipo kuangalia na kuzingatia matendo ya mwanadamu. gotana koraidere madidi ya muntu. Mungu ametenganisha haki yake na haki ya mwanadamu. Mungu nadharandeta wageru wa muntu. Kuna namna ya kuweza kupokea haki ya kibinadamu. Kuna onjerere amba kwamokera na wageru wa muntu. Na kuna hana ya kuweza kupokea haki ya Mungu. Na kuna onjerere amba kwamokera na wageru wa Mungu. Haki ya Mungu inapokelewa pasipo torati. Wageru wa Mungu kwamokagera gotana ruazo. Haki ya Mungu inapokelewa pasipo sheria. Wageru wa Mungu kwamokagera gotana ruazo. Haki ya mwanadamu inapokelewa kupitia sheria. Wageru wa Mungu kwamokagera gokorokera ruazo. Haki ya mwanadamu inapokelewa kuweza kulitii sheria na amri zake Mwenyezi Mungu. Wageru wa Mungu kwamokagera na kwazekera ruazo wa Mungu. Lakini jioni ya leo tunajiuliza swali moja. Ende garabona ro to sheria keria kemo. Ikiwa haki ya mwanadamu inapokelewa kupitia sheria, ningependa tuchunguze mioyo yetu. Ningependa tujitazame kwa utaratibu. Ningependa tujipige darubini. Na tunapojipiga darubini, tujiulize swali moja. Je, haki ambayo inatokana na kuweza kulitii sheria, ni mwanadamu yupi ambaye anaweza akasimama mbele zake Mungu leo hii na akasema, Mungu nastahili baraka zako sababu nimeweza kuyatii amri zako 100%. Mungu nahitaji baraka zako sababu nimezitii sheria tangu kuzaliwa kwangu hadi leo hii pasipo kuvunja hata moja. Ikiwa miongoni mwetu kuna mtu kama yule, basi anapaswa kupigiwa makofi sababu amefanya kazi kubwa sana. Wakati mmoja Wafarisayo na Wasadukayo wakamfumania mwanamke mmoja ambaye alikuwa amefumaniwa akizini. Wakamwandama moja kwa moja hadi mbele zake Mwenyezi Mungu, mbele zake Kristo Yesu. Kwa sababu hao walikuwa wako sawa. Sisi sio kama yule mwanamke. Sisi tumezitii amri zake Mungu. Sisi tumezitii sheria zake Mwenyezi Mungu. Hatujavunja sheria za Mungu. Sisi sio kama yule mwanamke. Walipofika mbele zake Mungu, walipofika mbele za Kristo Yesu, haya akainama akaandika chini. Alipoinuka akauliza swali, ni nani miongoni mwenu hajatenda dhambi? Akarudi kuandika chini tena. Alipoinuka, hata mtu mmoja ambaye alikuwa na mhukumu mwanamke yule hakubaki pale. Wote waliweza kuondoka. Tukiwa miongoni mwetu hivi jinsi tulivyo hapa, naweza nikasema kwamba niko bora kuliko huyu dada. Huyu dada anaweza sema kwamba aliye bora kuniliko. Au nikasema kwamba niko bora kuliko yule ndugu.
Ramali is a the weighing machine. Ramali. Tunaposimama mbele ya ramali, wakati tunapojipima, tukijipima miongoni mwetu, kuna wanadamu tofauti. Kuna yule aliye bora, kuna yule aliyefuata, kuna yule ambaye anaendelea hapo, na kuna yule wa mwisho kabisa. Tunaposimama mbele ya Kristo Yesu, akiwa ramali dhabiti, tukichunguza mioyo yetu kupimia ratili ambayo ni Kristo Yesu, tutajipata ya kwamba sisi sote tumetenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Kumaanisha ya kwamba haijalishi umetii sheria ngapi, hawezi kukatii sheria hata moja ya Mwenyezi Mungu. Mungu anatamani sana tuende mbeleni pake. Mungu anatamani sana tuweze tukamsifu na kumwabudu. Lakini anatamani jambo moja. Anauliza swali moja. Ukija mbele zangu na haki za mwanadamu, hawezi ukapokea neema na baraka kutoka kwangu. Haki kwa ufupi ni matendo bora. Inamaanisha hakuna mwanadamu yeyote ambaye anaweza akasimama mbele zake Mungu kuzingatia matendo yake. Sasa katika maandiko yamenakili, but now the righteousness of God without the law is manifested. Mungu pasipo sheria inadhihirishwa. Haki ya Mungu inamaanisha matendo mema ya Mungu. Haki ya mwanadamu inamaanisha matendo mema ya mwanadamu. Ikiwa utasahau mambo ambayo nimezungumzia leo hii, kuna jambo moja singependa usahau. Na jambo hilo ni tofauti ya haki ya Mungu na haki ya mwanadamu. Nitaelezea kwa ufupi tena. Haki ya Mungu inamaanisha matendo mema ya Mungu. Na haki ya mwanadamu inamaanisha matendo mema ya mwanadamu. Mungu amekataa matendo mema ya mwanadamu. Mwanadamu hawezi kuingia mbinguni kupitia matendo yake mema. Kwa ufupi, hata yale ambayo unaona kwamba ni mema, ni mema tu machoni pako, bali mbele zake Mungu sio mema. Kinachoonekana kikiwa mema ni matendo mema yake Mwenyezi Mungu mwenyewe. Na matendo mema ya Mwenyezi Mungu ni Kristo Yesu. Hakuna matendo inayomfurahisha Mungu kumliko Kristo Yesu. Kinachompendeza Mungu ni Kristo Yesu. Mungu hajasema kwamba anapendezwa na wewe. Hajasema kwamba anapendezwa na mimi. Amesema ya kwamba anapendezwa na Kristo. Na yoyote yule ambaye atasimama mbele zake Mungu kupitia Kristo Yesu, basi mtu yule ataweza kumpendeza Mwenyezi Mungu. Na leo hii tunayo siri. Na siri ni namna ya kuweza kumpendeza Mwenyezi Mungu. Na kumpendeza ndio kupitia Kristo Yesu. Kwa ufupi, tunajadiliana ni katika namna gani naweza nikampendeza Mungu kupitia Kristo Yesu. Maandiko yanasema kwamba haki ya Mungu inadhihirishwa. Na haki hiyo
inaadhirishwa pasipo sheria. Na wagerubu ni dhanetu gotana rwadho. Hakika Mungu anapendezwa na matendo mema ya Kristo Yesu. Ne mama Mungu akanagona madhidhi ya mega ya Yesu Kristo. Na matendo hayo mema ni gani? Na madhidhi ya mega nemi. Kristo huyu hakuzaliwa kupitia damu ya mwanadamu. Kristo shari rogo korokera. Kristo huyu alizaliwa kupitia Roho Mtakatifu. Kristo shari rogo korokera kerundomo daru. Maandiko yanasema kwamba alikuwa hajui dhambi. Maandiko jajuba wata ijaweya. Alikuwa hana uhusiano na dhambi. Atana na ngwata neno na weya. Ndiposa mbegu ya kuzaliwa kwake ilikuwa tofauti na mbegu ya kuzaliwa kwetu. Neka na ndombewe goshero kwa wale na mwanya na ingawaje sisi hatupendi dhambi, hatuna budi ila kutenda dhambi. Sababu hiyo ndio asili ya kimwanadamu. Ingawaje hatutaki, tunajipata tunafanya. Lakini Kristo alikuwa na uwezo wa kulishinda dhambi. Sababu hakuzaliwa na mbegu ya dhambi. Naye alipokuja katika ulimwengu, Mungu alimtuma katika kazi rasmi ya kuweza kumwokoa mwanadamu kutokana na dhambi zake. Ndiposa wa Kristo leo hii wanamuita Kristo Yesu. Kwa ufupi wanakiri kwamba yeye ni Mwokozi. Na kazi ya Mwokozi ni kazi ya kukuokoa. Kwa wale ambao wanatoka kando ya mito na ziwa kama sisi, kwa wale ambao wanajua kuogelea, unapoenda kumuokoa mtu ambaye anazama katika maji, wakati anapolilia msaada wanasema muache kwanza. Sababu wakati ule anajaribu lolote lile ambalo anaweza akashika. Ingawaje wewe ni mwogeleaji hodari, wakati ule ambapo unangangana kutafuta jambo la chochote cha kushika, akikukamata unazama wote. Anajua amepokea wokovu, ametumia nguvu, mnazama wote. Hata umwimbie wimbo gani kwamba akuache, hebu niwache kwanza ukunywe maji utosheke, hawezi akakuacha. Atakuacha namna gani na wewe ndio Mwokozi wake wakati huo? Inamaanisha yote mtazama. Kuokoa mtu ni katika njia gani? Anasema kwamba unamwacha anameza maji kabisa. Katika lugha ya Kiingereza wanasema kwamba unamwacha hadi akuwe unconscious. Kama ako half dead, hana nguvu tena. Wakati ule hata na nguo yake ukimshika, utamvuta nje umondoe nje ya maji. Hivyo ndivyo watu wanavyookolewa na kuzama katika maji. Kwanza ameze maji. Tunatumia neno anaokolewa. Katika kuokolewa hakuna nguvu yako inahitajika. Ndiposa huyo mtu atashukuru. Nilikuwa nakufa, nilikuwa nimeshakufa mimi, lakini ukaniokoa. Bwana asifiwe sana. Nilipokuwa mdogo, wakati mmoja nilikuwa tunaelekea kanisani. Naye kazi yangu mmoja alikuwa anajifanya kwamba anajua kuogelea kidogo. Basi akajitupa katika dimbwi ili aweze akaogelea. Tulikosa kuelewa kwamba halikuwa hajui kuogelea vizuri. Miongoni mwetu pia kulikuwa hakuna yule ambaye anajua kuogelea. Wakati alipokuwa anazama katika maji, tulisimama pembeni mwa dimbwi lile, tukilia pasipo kujua la kufanya, sababu hakuna yule ambaye alikuwa anajua kuogelea. Ilikuwa ni jambo la huzuni sana. Kuna wengi wetu
wetu wanapitia hali kama hiyo kuhusiana na Ukristo wao. Kwena ndo baba inge bakoroka irali jeu ndani ya Kristo wao. Wanazama. Ina kama orokerete. Wanazama ndani. Bagatonya ndene. Kuna mwimbaji mmoja akaimba nisizame Yesu. Kwena mwindi omwa indelala uga ito korokera Yesu mbonokie. Nisizame Yesu niokoe. Korokera Yesu mbonokie. Natumai siku moja nitapata nafasi ya kukutana na yeye. Ingwete kanduko Mungu anakanyaga kwa maneno. Tazame tu Kristo. Mwere raidereri yake Kristo. Tazama tu msalaba wa Kristo. Raidereri yake msalaba wa Kristo. Pale ndipo wokovu wako ulipo. Au ni ono kebakubole. Kristo alibebwa hadi msalabani. Kristo akamatirwe monga msalabani. Kwa lengo kuu la kuweza kutuokoa. Geto migeke nena kirego tuonokia. Mungu alimtuma ulimwenguni sababu tulikuwa tumeshindwa na kazi ya wokovu. Mungu amotomeranda corona na ndore tuareto kole moingo gea wonokia. Tulishindwa kujipeleka mbinguni. Itu aremeto nego kinyegoro. Naye Mungu alitaka tuwe na uhusiano pamoja na yeye. Na Mungu nenda tuandra na ngota neno nawe. Wakristo wenzangu. Kristo endwa. Kristo alikuja pasipo dhambi katika ulimwengu huu. Kristo ajira tena weyande korone. Na alipokuwa anaelekea msalabani alikuwa amebeba dhambi ya ulimwengu wote. Na alenda na msalabani akamatenda weyabo korone. Sisi ambavyo tunavyojua. Na jona tuije. Kwamba mshahara wa dhambi ni hata mshahara jo weya. Mshahara wa dhambi ni mshahara jo weyande. Na baadhi ya Wakristo. Wana Kristo baba inge. Samahani kusema mambo haya. Samahani kusema mambo haya. Isara mwana kuga mandoja. Na unaweza ukadhibitisha katika maandiko yako. Na kwenda hakikisha ndani ya maandiko yako. Kuna Wakristo ambao wamekaa chini. Kwena Kristo bakarinde goro. Wakajadiliana miongoni mwao. Araderian katika tene kao. Wakaona kwamba kuna mahali Mungu alikosea katika maandiko. Bona jaka kwa Mungu ataria ndani ya maandiko. Wakasema kwamba hili jambo halifai jinsi lilivyoandikwa katika Biblia. Baka ugonzo baba bote karibu ikaona bwana kiba mshahara wa dhambi sio mauti tena. Mshahara jo weya take kwa kaere. Mshahara wa dhambi ni maombi. Mshahara jo weya maromba. Unapoomba dhambi lako linaondoka. Waromba weya bakuwa kebera. Ningependa kupitia hiyo maandiko ambao wamefanya marekebisho. Ndenda go tonyera ke maandiko jo badideti ya marekebisho. Yangu inanielezea kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Biblia kwa remberesa mshahara jo weya yekuo. Yoyote aliye na dhambi mwisho wake ni jehanamu. Sababu ya upendo kubwa wa Kristo Yesu pamoja na Mungu. Hawakutaka yeyote miongoni wetu aweze akapotea. Kristo akaelewana pamoja na baba yake kwamba wale walio wenye dhambi. Sababu mwisho wao ni jehanamu. Wacha nifanye kazi ya kuwaokoa. Akaja ulimwenguni. Kupitia Yohana Mbatizaji dhambi zote za ulimwengu zikawekewa Kristo Yesu. Alipokuwa anaelekea msalabani, alikuwa amebeba dhambi yako na dhambi yangu. Alikuwa ameamua kwamba atakukufia wewe na mimi pale msalabani. Hakika halikuwa ni jambo rahisi. Ilikuwa ni mapenzi ya Mungu. Alikuwa hana budi ila kulitimiza mapenzi ya Mungu. Naye akalia kwa uchungu sana. Ningetamani sana kikombe hili liondolewe kwangu. Ilikuwa ni kikombe gani? Kifo chake msalabani kwa niaba ya dhambi yako. Naye akasema sababu ni mapenzi ya Mungu, itampasa afe. Hakika wa Kristo alisulubiwa pale msalabani. Na alilia kwa uchungu kubwa sana. Alilia akisema Eloi Eloi lama sabakitani. Katika lugha ya Kiswahili anasema Mungu wangu mbona umeniacha? Ni ukweli Mungu alimwacha Kristo. Sababu pasipo kifo chake msalabani, wale ambao watakuwa huru leo hii kutokana na hii mkutano, wale ambao wamefanya huru tayari, na wale ambao watakuwa huru kesho wakikuja katika ibada yetu, wataelewa neno ambalo nimekusudia kulisema. Kristo aliwachiliwa na Mungu.
na wewe tukifa oni na ubatoka kwa hatuwezi tukafufuka. Tutiomane kolioka. Hatuna nguvu ya kushinda dhambi. Tutena inye goshinda weya. Ikiwa leo hii ekeja kwendera na adu nimefanya makosa, ngodi ya mangara tanya, nikashikwa na serikali, ndago tendiri kare, nikafungwa kifungo cha miaka 10, ndade kwa kile kwa kama yake 10, ni wakati gani nitakuwa huru na makosa ambayo nilikuwa nimefanya? Negi tarere kongezera ngezera ndaoli keumani na makosa jana diletie. Baada ya miaka 10 ne nyuma ya miaka 10 nitatoka, nkauma, nitafurahia, ngakenera, nitasema nkauga, niko huru. ndaori Siwezi nikafungwa tena kwa makosa ambayo nilikuwa nimefanya. ndoma kwa kaya na ndoma makosa jana ndadili. Inamaanisha nimelipa deni ya ile makosa. Waona ni ngorera ndori ya makosa jana ndadili. Nikifungwa kifungo cha gereza cha miaka 30, ndode kwa njara miaka 30, nitakuwa huru ngezera ndaori baada ya miaka 30. nyuma ya miaka 30. Je, atere nikifungwa ndode kwa chifo, nikifungwa maisha gerezani, ndode kwa motoro bako bunde ndani anchera, nitakuwa huru lini? ngezera ndaori le Mwisho wa hiyo maisha. moja jwa otoro bongu. Je, atere kama kifungo changu ni kifo, engeja kwendera kebungo ya kwende gokwa, nitakuwa huru lini? ngezera ndaori le Nikifa nikafufuka. lerenga kwa ngyoke, Lakini hatuna uwezo wa kufufuka baada. Kuna Mwamerikani mmoja mwaka jana kwena Mwamerika mmoja akamodhiru alikuwa amefungwa kifungo cha kifo. adhekirwe otoro babunde. Katika nchi ya Kenya hakuna kifungo cha kifo. Ndani ya Kenya gotana kwa gekwo Ni kifungo cha maisha. ikele kogea otoro bakubunde. Katika nchi ya Marekani kuna kifungo cha kifo. Ndani ya Amerika kwena kwa gokwa Huyu alikuwa amekufungwa kifungo cha kifo. mtonjo adhekikele kogea gokwa. Naye hali kafanyika sababu ya ugonjwa wake, daktari akasema kwamba ni kama alikuwa amekufa, Na daktari nondobori ajetwara bija kara kwete. Baada ya siku kadhaa tuseme alifufuka. Na nyuma ya tuko inga ituge na yokire. Akatafuta wakili wake. Achwa wakili wawe. Wakarudi kotini. Bacho kakotini. Wakafanya ile ambao wanaita ni appeal. Baadhi ya appeal. Appeal yake ilikuwa ni gani? Ugochokera kwa refi. Kifungo changu kilikuwa cha kifo. Kede kogea kwa kerale gya. Na nilishakufa, sasa nimefufuka. Na ndaina kwete na sasa kogea. muondoe ile kifungo. Na ndebo badi kede kokeu. Waliporudi kwa daktari wakachunguza wakapata alikuwa tu unconscious, alikuwa hajakufa. Na nebago choka genda daktari kwa tekagata shiga. Lakini sisi tuna moyo wa shukrani. Ende baadhi na ngoro ya nkano. Tulipozaliwa na dhambi, tukakomea kwa dhambi, naye Kristo akaja kwa ajili ya dhambi zetu. Akaenda msalabani akafa kwa ajili ya dhambi zetu. Akafa, akafufuka. Ni thibitisho tosha kwamba deni zetu zote za dhambi imemalizika pale msalabani. Na ametufanya huru. Bwana asifiwe. Kuna nyimbo moja ya sifa inaimba, ameniweka huru. Wakristo, Kristo ametuweka huru. Ametuweka huru kupitia damu yake msalabani. Damu yake imetuosha dhambi zetu zote vikamilifu. Mungu anapotazama mbinguni, Mungu ana furaha kwetu. Ana furaha kwetu kwa sababu ya kazi kubwa ya Kristo. Ndiposa katika maandiko Mungu amenakilia kwamba tunaposimama mbele yake, tunasimama na haki yake, tunasimama na haki ya Kristo, pasipo kuzingatia haki yetu. Haleluya! Hiyo ndio kazi ya Kristo pale msalabani. Mbingu zimefunguliwa kwetu sisi. Tumepewa nafasi ya kuweza kuwa na uhusiano bora na Mungu. Tumepewa zawadi ambalo haliwezi likaondolewa milele. Na karama hiyo ni wokovu.
morokio. Wokovu ambao unajitafutia iko na mwisho. Uono kebora wishogera kwa moyana bwana moja. Wokovu ambao unajitafutia hairidhishi. Uono kebora wishogera bote kinyanageria. Wokovu ambao umepewa na Mungu halina mwisho. Uono kebora kayawana morungu bote na moja. Wokovu idumuyo hata milele. Ne uono kebora gotora kenyana kenya. Maandiko yanasema kwamba jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu. Maandiko yanasema gotora morungu andira kirende kiande goro. Naye akamtoa mwanawe wa pekee. Ne alitina motana wa baba akisema ya kwamba yeyote amwaminie. Au goonda roka bote kia. Yeyote ni wewe msikilizaji wangu leo hii. Uonda ne ogwa modikeria goro. Yeyote amwaminie asipotee kamwe. Uonda roka moraideri atakaore. Bali aweze kupata uzima wa milele. Endi amene kuona mwezo Kenya na Kenya. Ndugu zangu na dada zangu wa Kristo. Endo Kristo. Uzima wa milele hauna mwisho. Uzima wa milele hauna mwisho. Ukipokea leo hii litadumu moyoni mwako milele. Na hakuna yeyote yule ambaye anaweza akatoa uzima wa milele wa Kristo katika maisha yako. Haleluya. Amen. Hakuna jambo la baraka kuliko hilo leo hii. Na nimeshukuru kazi ya Kristo katika maisha yetu. Tumekuzia mambo haya tu kwa ufupi leo hii. Na ningependa sana tuendelee kesho. Sababu kesho ni siku ya Mungu. Ningependa tujaliane neno la Mungu kuanzia asubuhi hadi wakati wa jioni. Na nakukaribisha katika kanisa la City Church kesho. Tushirikiane neno la Mungu kesho. Ni baraka ambayo Mungu amekutukusudia tuweze kuipokea kwa pamoja. Na ningependa tuombe kwa pamoja. Mahali popote ulipo ningependa tuombe kwa pamoja. Mahali popote ulipo ningependa tuombe kwa pamoja. Ningependa tumpe Mungu nafasi mioyoni mwetu. Na ikiwa una hali katika maisha yako ambayo ungependa kupokea maombi, nami bado nitakukaribisha tu hapa. Hatuna haraka ya kuondoka. Ukitaka ushirika tuko hapa. Miongoni mwetu kuna wachungaji ambao neno la Mungu limesitiriwa katika mioyo yao. Kuelezana na kuelewana kupitia neno la Mungu. Hata kama ni biashara lina tatizo, ningependa tuombe kwa pamoja leo hii. Chochote kile ambacho kinaleta uzito katika maisha yako, neno la Mungu linasema ya kwamba mahali popote Roho wa Mungu lipo kuna uhuru. Hapa kuna uhuru wa dhambi. Na kuna uhuru wa hali za maisha ambazo zinatusonga pia. Ningependa tunipe nafasi tuombe kwa pamoja. Baba Mungu tunakushukuru. Baba Mungu nakushukuru kwa kazi wa mitunguu. Umewapa nafasi ya kuweza kujumuika pamoja katika siku ya soko ya leo. Na zaidi ya yote umewapa nafasi ya kuweza kusikiza neno lako. Baba, hakuna lililo la manufaa kuu kuliko neno lako. Yeyote yule ambaye umemfungua moyo kuweza kulipokea neno lako, Baba, endelea kulisitiri neno lako ndani ya moyo wake. Asante kwa maelezo yako ya kwamba ungependa tusimame mbele zako na haki yako. Na hakika haki yako ni kazi bora ya mwanao Kristo Yesu. Ni nuru inayong'aa vya kutosha. Na hakuna lolote lililoagiza nuru hilo haliwezi likaliondoa. Baba, leo hii tumelitamani sana nuru la mwanao Kristo Yesu. Na tunakushukuru kwamba nuru hiyo imekuja katika njia ya wokovu katika maisha yetu. Wabariki wote ambao wamelisikiza neno lako jioni ya leo. Giza
giza ambayo imekumbana na maisha yao, Mungu Baba uweze kuwaondolea. Baba waunganishe pamoja na mwanao Kristo Yesu. Na waonyeshe jinsi ambavyo aliondoa dhambi zao zote. Na uweze kuwapa uwezo kuweza kushinda hali za kimaisha ambazo wanapitia. Bariki kila mtu mmoja wetu. Bariki kanisa la The City Church Mitungu. Bariki mchungaji pamoja na washiriki wote. Bariki serikali ya kaunti hii. Bariki viongozi wa kaunti hii. Bariki kila nyumba ya kaunti hii. Na uweze kufanya mwangaza wako uweze ukang'aa katika. Mungu Baba, asante kwa jioni ya leo. Utukufu zote ziwe kwako. Baraka zote ziwe kwako. Tunashukuru na tunaomba haya katika jina la mwanao Kristo Yesu. Amen.